Wale mnaofahamu kwamba tulikuwa tunaendelea na masomo yetu yale ya mlima wa mafanikio, na tukaiona milima kadhaa, lakini tushaipitia na leo ilikuwa tuende ule mlima wa mwisho, kwa sababu tulianza na mlima Moria uliokuwa amekabidhiwa Ibrahim kama sehemu ya agano la mafanikio. Maana yangu ni nini? Kila binadamu kuna mahali ameandaliwa kufanikiwa. Amen. Hata kama mafanikio hayajatokea, kuna eneo ameandaliwa ili afanikiwe. Kila mwanadamu. Lakini anapokuwa amechelewa, kuna wakati anaweza akachelewa kwa makusudi, au akacheleweshwa na wanadamu, au pia yeye mwenyewe akawa hana mahusiano ya karibu na Mungu, kwa hiyo ikasababisha kuchelewa. Sasa pointi yangu ni nini? Ndio. Leo sitakwenda sana kwenye mfumo wa milima, nitauacha kiporo ule mlima tunaoukuta leo, ambao ilikuwa tufundishane leo, utakuwa mbele kwa ajili ya hili tukio. Basi nitazungumzia hasa uhalisia wa mazingira ambayo Mungu aliandaa kwa vipimo kama hivi tulivyokutana leo, ili tupate uhalali ya kwamba leo tumekusanyika kwa sababu ya moja ya vipindi vya kibibilia ambavyo viliendeshwa. Musa aliwahi kukusanya watu kama hivi, alafu wakakutana kwa ajili ya chakula, na akasema chukueni kitu hicho au pokeeni kitu hicho. Ilikuwa ni chakula kilichokuwa kinatoka juu, kimetengenezwa kama sehemu ya mkate wakati wana njaa sana, na katika ziara zao fulani. Ukisoma kitabu cha Kutoka nitakueleza hapo baadaye, lakini pia Kristo naye alithibitisha hilo katika kitabu chake cha Mathayo kwenye ziara zake za utume, ule umishonari aliyokuwa anaufanya na uinjilisti katika miji, baadhi katika miji hiyo ya Yeriko na maeneo fulani Galilaya. Wakati fulani alijaribu kuwakarisha watu, akazungumza nao neno la Mungu, lakini akagundua kwamba wanahitaji chakula, naye akatoa chakula. Bwana asifiwe. Amen. Tena kilitoka kwa miujiza sana. Sasa leo pia nitajaribu kuongea kwa namna nyingine, naweza nikakwepa hizo sehemu zote, lakini nikakuletea uhalisia kwa sababu ya neno la Mungu ambalo ulipokea kutoka kwa askofu wetu, limeisha kutia nguvu. Sasa mimi nataka nikuongeze tu maarifa kidogo, ili ujue hata kama utarudi nyumbani kwako unaona dini yako iko mbali, usiogope. Hata kama utarudi ukaona huna msaada kwa ndugu, binadamu wamegeuka kwa wanyama, baadaye kukusaidia kwenye tatizo wanakusema, lakini bado nataka nikwambie neno moja, usiogope. Yuko wa thamani aliyeshiriki katika uumbaji wako. Yeye atazipanga baraka zako. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Naomba ninukuu tu mwenyewe kwa uaminifu kitabu fulani hapa ambacho nataka ujue. Kwanza, kama utaandika kama somo, ili tuache ile ya mlima wa Mizeituni mbele kidogo, basi utaandika kwenye diary yako au kwenye kichwa cha habari useme nimekumbukwa. Utaandika useme nimekumbukwa. Somo langu linasema umekumbukwa. Kwa mimi nasema umekumbukwa. Amen. Na wewe unaweza ukanoti kwenye diary yako ukasema nimekumbukwa. Sasa katika lipi na lipi, lakini yako mengi hapo kiroho. Unaweza kuwa umekumbukwa kuponywa ugonjwa, ukawa umekumbukwa pengine kuondolewa kwenye roho za umaskini na madeni, au umekumbukwa kupata kazi. Umesota miaka mingi, una vyeti mpaka vimefanywa lamination, inaisha, sasa umekumbukwa. Andika tu hiyo umekumbukwa au nimekumbukwa. Mimi nasoma kama nilivyoiandaa kwamba umekumbukwa katika roho. Bwana alinipa hiyo. Kitabu cha Zaburi ya 115 na mstari wake wa 12, Biblia inasema Bwana ametukumbuka naye atatubariki sisi. Ataubariki mlango wa Israeli, ataubariki mlango wa Haruni, atawabariki wamchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Bwana na awaongeze ninyi na watoto wenu. Huu ni ujumbe kabisa wa kinabii. Anasema Bwana awaongeze nyinyi, yani mkaongezeke katika makuzi, afya, uchumi, biashara na mahali pengine. Alafu mstari wa 15 anasema na mbarikiwe ninyi na Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Alafu mwisho mstari wa 16 katika nukuu yangu anasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa hapa ndo nitaanza story na mtu mmoja. Amen. Haleluya. Amina. Anasema mbingu ni mbingu za Bwana. Lakini nchi hii ambayo tunaona ina mambo mengi sana, ametupa sisi wanadamu. Haleluya. Amen. Mbingu ni mbingu za nchi, lakini
ni mbingu za Bwana, lakini nchi kama nchi ametupa sisi binadamu. Haleluya. Amen. Ndio maana unaweza ukaona leo kuna mipaka, unaweza ukaona leo kuna beacon mahali, ukaona leo kuna eneo, yani kila eneo ambalo lina mpaka kuna mtu anatakiwa akae pale, amiliki, atawale, afurahi na aishi maisha mazuri. Amen. Na unaweza ukaona leo tuna migration, askari wa uhamiaji ambao wanasema wewe usitoke zaidi ya hapa na wewe uende mpaka pale. Lakini unaweza ukaona pia tuna viongozi, tunapotaka kumiliki katika nchi yetu wanaweza wakakuwekea mpaka kwamba basi wewe uhalali wako itakuwa hapa mpaka pale. Ndio maana Mungu anasema na nchi amewapa wanadamu, lakini mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Asa ninachotaka kusema kwako ni katika baraka za nchi. Yes. Baraka za nchi ambazo walibarikiwa watu wengi sana waliokuwa na mahusiano ya karibu na Mungu. Leo ninaweza kushiriki sehemu ya msaada. Kesho tunaweza tukashiriki na wengine wakashiriki na wengine wakasikia hiki nao wakaendeleza kwenye huduma zao kabisa. Lakini zaidi ni lazima mtu kama mtu ajue kwamba nchi ni sehemu yake. Amen. Lakini pia atengeneze mahusiano mazuri na Mungu. Amina. Bila kujali dini wala dhehebu. Amen. Kuna eneo unatakiwa utengeneze mahusiano. Kwa sababu unaweza ukafika wakati ukamtegemea kiongozi, ukamtegemea baba yako, ukamtegemea binadamu, kaka yako ambaye amefanikiwa au ndugu ambaye amefanikiwa, akakusaidia siku ya kwanza, siku ya pili, lakini ghafla ukaanza kuona anakuchoka. Hata ukienda anasema umwambieni sipo. Na ukifika vijana nao wanasema baba amesema tukwambie hayupo. Na wewe umepata jibu kwamba ninayemtafuta yupo. Lakini sauti inayokuja kwa sababu amechoka. Alikuwa zima jana, alikusaidia juzi, alifanya hivi na vile, kwa hiyo mambo yanakuwa mengi. Haleluya. Amen. Amen sana. Hiyo huwa imo. Haleluya. Kabisa. Hiyo huwa imo. Unapotaka kuboresha jambo, hiyo imo. Hiyo imo. Mpe Bwana makofi na vigeregere. Amina. Sasa mwendelezo wake ndo huwa hapa. Umepewa nchi. Ndio. Alafu katika nchi hujapanda hata mchungwa. Na unategemea kaka amefanikiwa anaishi Dar es Salaam. Yes. Na unategemea mjomba amemiliki gari nitakuwa napewa lifti. Lakini Mungu anasema amekupa nchi. Amina. Na ukiangalia wakati tunazozana na wakina Ibrahimu kwenye Biblia hii, wengi huwa wanafikiri tunahubiri. Lakini leo nataka nikupe revelation. Huu huwa ni mzozo. Kwa sababu kuna watu ambao wameliishi neno wamefanikiwa, alafu kuna ambao wanaelezwa neno hawalielewi. Asa yale mabishano ni mzozo. Ndio maana leo nataka nikueleze, huu mzozo utakupa faida kesho. Huu mzozo utakuinua kesho. Walikusaidia jana, wakakusaidia juzi, wakakusaidia wiki iliyopita, lakini wakati unaokuja hawatakusaidia, utawasaidia wewe. Inua mikono, sema haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na ni maombi yangu na dua mchana wa leo, Mungu akaanzishe jambo jipya kwenye nchi aliyokupatia. Anasema Bwana ametukumbuka, lakini naye atatubariki. Lakini anasema ataubariki uzao wa Haruni, maana yake familia mbalimbali. Unaweza ukaweka jina la uzao wenu, atawabariki na watu wa ukoo wako. Lakini zaidi wewe utakayetoka hapa leo ndio utakayekuwa mfano wa kuigwa. Ukoo ukiitisha vikao, wewe ndio utakwenda na majibu yao. Familia ikiitisha vikao, wewe ndio utazungumza majibu yao. Wengine walikuona haufai, lakini sasa wataanza kuona kwamba wewe ndio unayefaa. Na wengine waliona huna kitu, na hata kwenye vikao hawakukualika, na wengine hawakukuita kwenye mambo muhimu, ukao unayasikia kwa majirani. Lakini nimekuja na habari njema kama mtume na kama nabii ya kwamba unakwenda kuwa mtu muhimu kwenye ule ukoo uliosambaratika. Unakwenda kuwa mtu muhimu kwenye jamii iliyokukataa. Wengine wameona pengine huna msaada, na ndio maana wamepunguza safari za kuja. Lakini nataka leo utoke na neno la kinabii kwamba huyo Mungu aliyekuumba leo amekuleta mwenyewe hapa ili achilie baraka zako, achilie maisha yako. Kila utakachokifanya kionekane ni baraka. Kila utakapouza watu wakimbilie kununua.
hata kama utapeleka mchanga, hata kama utapeleka miti, lakini iwepo nguvu itakayowaleta watu wanunue hiyo miti, watu wanunue hayo mandazi, watu wanunue hizo bajia, watu wanunue huo unga. Inatamka kama mmoja wa manabii katika bara la Afrika ya kwamba Bwana akabariki maisha yako. Kansa iwe mbali na maisha yako, presha ikawe mbali na maisha yako, sukari ikawe mbali na maisha yako. Pokea neema ya nguvu mpya, pokea neema ya kibali kipya, pokea neema ya kubarikiwa. Bwana amekukumbuka na sasa anakubariki. Inua mikono, sema haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inua tena mikono, sema haleluya. Roho ya umaskini sema bye bye. Roho ya madeni sema bye bye. Roho za magonjwa sema bye bye. Maandiko yanathibitisha wazi, Mungu ameamua jambo jipya. Wewe uliyekuwa haufai uanze kuonekana unafaa. Wewe uliyekuwa unakataliwa uanze kutafutwa kwa gharama. Wewe uliyekuwa umedhiakiwa uanze kuonekana umekosewa. Ni maombi yangu mchana huu, Mungu akufanye kuwa nguzo kwenye mji unaotokea. Mungu akufanye kuwa nguzo kwenye dini unayotokea. Mungu akufanye kuwa nguzo kwenye biashara ulioanza kufanya. Hata ile biashara iliyokufa inaita baraka za ufufuo. Mungu akaifufue ile kazi, ile ajira uliofukuzwa, Bwana akairejeshe tena upya. Inua mikono, sema haleluya. Sema tena haleluya. Mungu akabariki watu watatu kwenye ibada hii sasa. Mungu abariki watu wanne kwenye ibada hii sasa. Mungu ainue watu watano kwenye ibada hii sasa. Ukoo uliokuwa haufai ukainuliwe mtu mmoja aliyewawakilisha kwenye madhabahu. Ukoo uliokuwa unaonekana haufai, hujainua mikono yako, sijaona ukisema Bwana ni mimi hapa. Inua mikono, sema haleluya. Sema ni mimi hapa, nitakaye kuwa mfano kwenye ukoo wangu. Sema ni mimi hapa, nitakaye komesha maskini kwenye familia yangu. Ni mimi hapa, nitakaye mgawa mtaji kwa ndugu zangu. Ili neno la Bwana ya kwamba ametukumbuka na yeye atatubariki. Atakubariki na wewe, atabariki ndugu zako, atabariki jamii yako, atabariki watoto wako, atabariki kizazi chako. Sema haleluya. Geukie jirani yako, mpe high five, mwambie mimi ndiye tajiri wa kesho. Sema mimi ndiye tajiri wa kesho. Ninaiona ndoa ya mtu mmoja ambaye sasa atafunga ndoa. Mambo yake yatabadilika, maisha yake yatabadilika, kazi yake itabadilika. Nani aliyetabiriwa unabii usitokee? Leo ninakutabiria ili unabii ukatokee. Nani aliyetabiriwa ili biashara zisifanyike? Leo ninatengua wachawi wako wote waliozuia usonge mbele. Ninawatumia moto wa Roho Mtakatifu wateketeze kwenye nafsi zao. Kila aliyechukua nyota yako akazuia baraka zako, akasema hautainuka, ninamtaarifu ya kwamba mara mwezi itakapochomoza nyota yako itachomoza. Mara mwezi itakapoinuka na nyota yako itainuka. Kile kilichoshindikana wataona kinawezekana. Inua mikono, sema haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema tena haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa muda huu mchache sema haleluya. Kwa muda huu mchache Mungu akanifurahishe nikiona anabadilisha uchumi wako. Kwa muda huu mchache Mungu akanifurahishe nikiona anaponya ugonjwa wako. Kwa muda huu mchache Mungu anifurahishe akianza kuletea watu muhimu. Nasema wewe hapa, sema mimi hapa nitakuwa mfano wa kuigwa kwenye ukoo wangu. Hata kama wamenikataa, lakini watayaona matokeo. Hata kama wamenibeza, watayaona matokeo. Maana nimekumbukwa rohoni, sasa nitatabiriwa mwilini. Inua mikono, sema haleluya. Haleluya, haleluya. Sema amen.
Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ni maombi yangu na dua, umaskini uwe mbali na maisha yako. Amina kubwa. Kama kaskazini na kusini. Ukiwa kaskazini, umaskini ugomee kusini. Ukiwa kusini, umaskini ugomee kaskazini. Nasema hayo magonjwa yawe mbali na maisha yako. Amina. Kama kaskazini na kusini. Ukiwa kusini, magonjwa yote yagomee kaskazini. Na ukiwa kaskazini, mateso yote yagomee kusini. Amina. Inatabiri ya kwamba mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi umepewa wewe. Ongelea maisha yako, ongelea baraka zako, ongelea kazi zako. Taifa linakuhitaji, kazi zinakuhitaji, biashara zinakuhitaji, watoto wanakuhitaji, wazazi wanakuhitaji. Inua mikono, mpe Bwana makofi. Sema haleluya. Haleluya. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Mwanzo, hebu kaa kidogo, kwenye kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 22, tukianza na Ibrahimu. Kila mtu alipewa mahali pa kukutana na Mungu ili asababishe matokeo kwenye ulimwengu huu. Na wewe Mungu kuna eneo ameliandaa ili unapofika pale kuna jambo litokee. Amen. Unajua, nilikuwa natoa historia ile ya ule mlima Moria. Nilisema Ibrahimu alikabidhiwa mlima Moria. Yes. Lakini Nabii Musa akakabidhiwa mlima Sinai. Yes. Alafu nabii nani? Elia akakabidhiwa mlima unaitwa Karmel. Alafu nabii mwingine anaitwa Isaya akakabidhiwa mlima unaitwa Sayuni. Alafu kuna nabii mwingine anaitwa Yesu. Yeye alikabidhiwa mlima wa Mizeituni. Kwa hiyo unapokuwa huna mlima, huna madhabahu, huna sehemu ya kulinki mafanikio, utateseka kabisa. Utazeeka, utaisha vibaya, utakuwa unanungunikia ndugu, unasontea vidole wachawi, na wengine hata sio wachawi. Uchawi ni akili yako. Wakati mwingine uchawi ni akili yako. Watu wamefanikiwa, lakini wewe unakomaa, huyo ni mchawi, huyu ni Freemason, huyu sijui ni hivi na vile. Nataka nikwambie, Mungu afanye jawabu kwenye maisha yako. Unajua, wengine pengine umetamkiwa mambo magumu na mtu mliyeachana, mahusiano yenu yalipovunjika, akasema wewe hautafanikiwa. Neno linaumba, na hujawahi kwenda madhabahu yoyote ukafutiwa ile taarifa. Ukienda kwa watumishi wanasema nimekuombea, lakini neno lililotamkwa. Mungu dunia hii aliumba kwa neno, akasema na iwe nuru, ikawa nuru, na iwe giza, sijui ikawa hivi, na iwe mchana, ikawa hivyo. Dunia imeumbwa kwa neno. Neno analokutamkia, hata kama ni wifi yako, likiwa gumu likachoma moyo, usilipuuze. Linatakiwa kuliondoa hiyo kwenye ulimwengu wa roho, ili lisishike maisha yako. Watu wengi leo wanaishi maisha yasiyo ya kwao. Kuna watu wanaishi maisha yasiyo ya kwao. Yaani huyu hakuwa mtu wa kuteseka, huyu hakuwa mtu wa kutelekezwa, huyu hakuwa mtu wa kuachwa. Huyu alikuwa ni mtu wa maisha yake, lakini kuna neno la mtu lilifuta plani zake zote. Akitembea yeye anajiona ni mtu, lakini hana maisha. Muulize jirani yako, ni wewe? Muulize, ni wewe? Muulize tena, ni wewe? Leo hii kuna kitu Mungu afanye. Maisha yako yabadilika. Nasema utatoka. Hata kama wamekulaani kwa vinywa vyao, ninaondoa hiyo laana kwa jina la Yesu Kristo. Ninaondoa yale matusi aliyotukanwa mzazi wako ukiwa tumboni, ninayafuta kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Akae mmoja tu, sio mnaenda kibao. Akae mmoja tu, kwa mtu mmoja. Ukiona amedakwa na nguvu, kuna pepo linamwachia. Barikiwa sana mwanangu. Neema ya Bwana ikasimame, neema na upendeleo viwe kwako. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kuna watu utalaani serikali, utatukana nchi, utasema viongozi hawafai. Hakuna kiongozi aliyekamilika. Viongozi wengi wanamtegemea Mungu ili akamilishe mapungufu yao. Kwa hiyo unaweza ukasontea vidole watu wote, na mwingine leo umeshaua ukoo mzima kwa kusema uongo, ukitafuta kukidhi maisha yako. Mungu akuhamishe hapo. Amina. Unachokitamka kikazae matokeo. Amina. Nasema Mungu akuondolee maumivu. Amina. Mashambulizi uliotupiwa, umetupiwa laana ya magonjwa, leo hii Mungu wa madhabahu hii akuondolee. Amen.
Bwana asifiwe. Nakumbuka wakati wa nyuma kidogo, mmoja tu awe pale, nguvu itembee. Nakumbuka wakati wa nyuma kidogo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati fulani, epuka matamko. Mtu anaweza akakueleza, Biblia imesema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Na ana maneno mengi kwenye mtiririko huu, anasema atakubariki wewe fulani, ataubariki ukoo wako, lakini hayo yote yanaweza yakafutwa na kadada kamoja kamechukia, ka brother fulani umekakataa, kamekuvimbia, kanakomaa hivi na wewe umeona kama mwisho, alafu kakatamka neno fulani likakusumbua. Ukitamkiwa neno ukaliacha, linaweza ukugharimu. Utakuwa ni mzuri wa umbo, mzuri wa sura, mzuri wa kila kitu, lakini hautayaona maisha yako. Utakuwa unasikia kaolewa binti wa fulani, wa kwako ametulia. Kaolewa binti wa fulani, wa kwako yupo tu. Na mwisho kabisa unajaa roho ya uchungu. Na tuepuke sana roho ya uchungu. Ukikaa sana kwenye roho ya uchungu, ya maumivu, kila saa unawaza maumivu, kila saa unawaza mambo mabaya, umeumizwa, nimeteswa. Ile roho ya uchungu ndio huwa inageuka kwenye nafsi, inakuwa uchawi. Yaani wakati fulani unamuona mtu amefanikiwa, unanuna. Unamuona mtu ameenda sehemu kapendeza, unanuna. Unaanza kumchambua, akirudi akikusalimia humjibu. Roho ya uchungu ukiweka sana kwenye maisha yako, unakuwa mchawi. Sema amen. Na wewe kwako haitakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Wewe utakuwa na roho ya kubariki watu. Na wakifanikiwa na wewe unasema wafanikiwe zaidi. Utakapowabariki wengine, Mungu anakubariki wewe. Na ni bora uamke asubuhi unasema fulani abarikiwe, fulani abarikiwe. Wewe jipe zoezi tu hilo, fulani abarikiwe, fulani abarikiwe. Na yule adui yako ambaye umpendagi, unatakaga afe kila siku, na yeye unasema tu fulani abarikiwe. Na kueleza unabarikiwa wewe kuliko wao. Kwa sababu unamsaidia Mungu nini? Kazi. Haleluya. Lakini ukiishi tu unatamani fulani afe, fulani afanye hivi, ameniudhi sana, hawafagi. Kwanza mtu unayemuombea mabaya, asilimia kubwa waga unazidi kusikia amefanya na hiki, amefanya na hiki, inaudhi. Ni bora uungane, uzoeshe moyo wako kutoa nini? Baraka. Uzoeshe moyo wako kuambia watu maneno nini? Mazuri. Usikubali dhambi ya kukaa kwenye moyo wako, kwa sababu moyo ukijaa uchungu, matokeo ya matamko yako yote yatakuwa ni ya mabaya. Utawatamkia watu vitu visivyo vya kuwafanikisha, alafu utajikuta wewe maisha ya watu yanaumia na wewe unaumia, alafu mwisho wa siku hautapata msaada wa kiungu. Ni bora wanadamu wakuchukie, lakini wewe uwe vizuri na Mungu. Ndio maana leo tunasema kuna kitu kitaingia kwenye mikono yako, lakini baada ya hapo Mungu ataendelea kukuheshimisha. Amen. 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 Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Kinywa. Mungu amesema mbingu ni mbingu za Bwana, ardhi ni ya kwetu sisi. Kwenye ardhi hii tunataka tukutamkie maneno mema. Kila unapokanyaga iwe baraka. Kila unakopita, hata wakivunjia nazi, wewe uzikanyage uende na hakuna madhara. Maana maandiko yamewekwa wazi. Tutakanyaga vitu vingi vya kutuumiza, lakini havitafanya kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mshike tu jirani yako, mwambie lazima tufanikiwe. Hapa tumekuja maeneo sahihi. Yani uweze unajua majira, na Mungu akupe kilicho chako halisi. Kwa sababu nimeona leo unaweza ukakuta binti wa miaka 19 anaenda kwa mzee wa miaka 65, alafu anajifanya kwamba ndo hani wake. Sema amina. Yani unaanza kuona kabisa kwamba binti wa miaka 19 kwa mzee wa miaka 65, haya sio mahaba, haya ni mauaji. Kwa sababu kuna mmoja anamlaani mwenzake. Kuna mmoja anaachilia laana baada ya kuachilia starehe. Sijui mnanielewa. Lakini wewe umekomaa kwa sababu umechelewa maisha magumu, unataka alipe pango la nyumba, na huyo ndo anaweza, ana miaka yake 65, alafu wengine wanasema wa baba siku hizi hawana usumbufu, lakini hawa vijana wenzetu wanatusumbufu. Umekomaa unaona hawana usumbufu. Hawana usumbufu lakini wana laana. Kabisa. Hawana usumbufu lakini wana nini? Wana laana.
Pengine ndio unatembea na hiyo laana. Wewe binti mzuri unaenda kubeba mzee wa miaka 60, mzee mwenyewe ushaona mgongo umepinda, anachechemea, haelewi. Na umekomaa tu, umekomaa. Yaani hiyo tu ni kwamba kale ka 50,000, kale ka laki, kale umehamishwa hapa na nini na nini. Kuna vitu vinakuja kwa neema ya najisi. Kwa hiyo ile neema ya najisi, unaishi najisi. Utakuwa unaona unaenda, unarudi. Unaenda, unarudi. Unaenda, unarudi. Mwisho unaanza kuona umri wako unaenda bila matokeo. Na ghafla unaona vitu vyote, ramani zimefanya nini? Zimezima. Kinachoanzaga kuinuka kumfahamisha mtu kwamba mambo yameyumba ni magonjwa. Mwili ulikuwa ni mzuri, unaanza kukusaliti. Leo umeumwa hiki, kesho umeumwa hiki, kesho kutwa umeumwa hiki, kidogo kile. Ni kwa sababu gani? Unaunganisha damu yako mbichi na damu ya mtu ambaye amechoka, mwili umeanza kumsaliti. Yale magonjwa yanaanza kuhamia kwako. Wewe umekomaa, nalipa chumba, si bora ukakae stendi lakini uwe na afya yako nzuri? Yaani unaenda kunyanyuka na mtani kama huyu hapa mtani. Nanyanyuka na mtani. Umevukuzia 200,000 yake. Huyu mtani mzee wa watu. Hapo mtani naye akishaanza kunaniwa, binti anamwambia, yaani wewe umefanana sana na yule niliyemuona kwenye mtandao. Yaani wazee hawakosi maneno, ndio maana walitunga nyimbo za zamani zile za Lesi Wanyika, sivyo tujazi, za kuwatengeneza mabinti. Lakini haikuwa ujumbe wa kuwajenga. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu hiki cha Mwanzo nataka tuzungumze hapa, tumalize. Kitabu cha Mwanzo 22 tukianzia mstari wa 3 nafikiri itafaa zaidi. Nataka tu nikuonyeshe kitu alafu tuendelee na maisha. Mama ashasema habari ya Lazaro kufufuliwa na nini, na hiyo imani ikae kwako. Yeah, alafu tuende tu hapa, mimi kuna kitu nataka tumalize. Ndio. Ibrahimu akaondoka alfajiri. Akatandika punda wake. Akatandika usafiri wake wa punda. Akachukua vijana 2 pamoja naye. Na Isaka mwanawe. Akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka. Ndio. Ya kuteketezwa. Na kisha akaondoka. Akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Ndio. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake. Ndio. Akapaona mahali. Akaona ile sehemu anayoelekea pakali mbali, wakati anaenda kumwabudu Mungu kwenye agano la kumtolea sadaka. Naam. Siku ya tatu, ule mwendo wa siku 3, akiwa kwenye ngamia, sigi punda na nini, akaona lile eneo bado ni mbali. Akaamua kuwabagua watu. Kabisa. Siku ya 3 ndio Ibrahimu akainua macho yake. Ndio. Akapaona mahali pakali mbali. Bado pako mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake. Ndio. Kaeni ninyi hapa. Ninyi vijana bakini hapa. Hapa. Pamoja na punda. Na punda. Sasa hapa ndo ningepaongelea kidogo kwa portion ya leo. Yes. Watu wengi unaoona ndio kuna eneo wameachwa. Kabisa. Haleluya. Yaani mtu mwenye makusudi mazuri na Mungu huwa habaki, ananyoka kufata taarifa alipoisikia. Ibrahimu amefika, anaona bado siku 3 mahali anapotakiwa kwenda kukutana na agano na mafanikio. Akakubali kuwachukua wafanyakazi vijana 2, akasema bakini hapa pamoja na punda. Lakini mimi na mtoto wangu tunasogea kwenye ule mlima tumwabudu. Maandiko yanasema akaelekea na kuni na mtoto wake. Sasa kabla sijasema habari ya kuni, na kwa sababu nishafundisha, natoa tu kwa faida ya hawa wageni, ni kwamba kuna roho nyingi watu wameachwa. Ukisikia una roho ya kukataliwa, ile rejection spirit, manake kuna eneo umeachwa. Ulipashwa kusonga mbele, ulipashwa kwenda eneo, lakini umeachwa sehemu. Kwa hiyo kuna watu wana roho ya kuachwa. Vijana 2 wamebaki na punda. Leo ukiangalia watu wangapi wameachwa sehemu na wanyama. Ndio maana unaingia kwenye ndoa, unaitwa hani, mwisho kesho yake anakuambia hanifai. Jana alikuita hani, leo anasema hanifai. Mara anaanza kuita punda, mara anaanza kuita mnyama huyu, umeachwa sehemu na punda. Yeye amekwenda sehemu ya kumwabudu Bwana. Ni maombi yangu na dua, wewe uliyekanyaga hapa leo hautaachwa eneo. Kila jambo jema
lazima ufike nalo mwisho. Iwe kwenye biashara, lazima ufike nayo mwisho. Na hiyo afya yako lazima ifike uzee mwema. Vifo vya ajali tunavipiga marufuku tangu leo mpaka milele, ili ufe katika uzee mwema. Sema haleluya. Watu wengi leo wameanza kuwa na kesi nyingi za kiafya kwa sababu kuna mwendo unakatishwa, unaanza kuachwa eneo. Ibrahimu, endelea pale tumalize. Kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutaelekea kule tukaabudu. Sasa angalia, vijana wameachwa, kuni zimeenda. Thamani ya kuni imekuwa kubwa kuliko thamani ya vijana. Kwa nini? Kuni zilikuwa kwenye mission ya Ibrahimu. Vijana hawakuwa kwenye mission ya Ibrahimu. Kuni zinatakiwa zikateketeze sadaka. Leo kuna watu wanaona hata kikapu chake ni cha thamani kuliko wewe. Pochi yake ni ya thamani kuliko wewe. Ukitaka kuishika anasema acha pochi yangu usiguse. Unataka kumgusa Mama Veda anasema usiguse hiyo pochi yangu, nimetunza juisi. Mpe Bwana makofi. Yaani kuna watu hata mifuko yao imekuwa ni ya thamani kuliko wewe. Mmeanza safari pamoja, lakini kuna sehemu hakutaki tena. Mmeanza ziara pamoja, mnafika sehemu hakutaki tena. Ni maombi yangu na dua mchana wa leo, hautaachwa mahali popote, utafika nao mpaka mnakotaka kufika. Nasema hautatengwa wala hautabakizwa, utafika pamoja naye kwa Bwana. Wameachwa kwenye elimu, wameachwa kwenye kazi, wameachwa kila eneo, wameachwa. Na Ibrahimu anasema mbaki hapa, mimi pamoja na mwanangu tunaenda kumwabudu Mungu. Sasa kwa nini watu wameachwa? Ndio maana leo ukiomba kazi hata kwa ndugu yako amefanikiwa, hakupi. Ni tajiri, ana duka kubwa, ni mfanya biashara, lakini hakusaidii, kakuacha. Na hataki kukupa njia zilizomfanikisha. Halo? Hii nilikuwa na tafakari mimi. Nilikuwa na tafakari. Kwa nini baba yetu au baba zetu ilikuwa ikikaribia sikukuu, baba yetu anatununulia sisi nguo mpya, na mama anavikwa nguo mpya. Anamnunulia mama nguo mpya, anatununulia na sisi watoto nguo mpya. Baba yetu sisi na baba yako wewe. Na anaandaa chakula kizuri kinaemelewa, na mnafika wakati wa kwenda kufanya starehe kwenye majengo ya starehe. Mzazi wako haendi, baba haendi. Maana yake anavua thamani yake, anawavika ninyi. Alafu leo unakuta kuna toto moja puuzi linasema baba hafai. Mtu aliyejivua utu, mtu aliyevua maisha yake, amehangaika, jua kali na jasho linamtiririka, anatafutia watoto. Sema haleluya. Lakini unakuta kuna mtu mmoja lipuuzi linasema baba yako hafai. Haitakuwa hivyo kwako. Wewe utathaminika na utathamini wengine. Simama kwa miguu yako.